bwana, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa baada ya game ya Taifa Stars na Tunisia kuweza kumalizika. Tupo hapa kwa ajili ya kuweza kuchakata mawili matatu. Nipo na mchambuzi Hamisi Kabwe kwa ajili ya kuweza kuzungumza, kuchambua na kuona wapi ambapo Gamondi amepatia na safari hii pengine tulikuwa wapi kwenye AFCON za huko nyuma, lakini tutagusia pia tetesi wachezaji baadhi ya kukatwa katika timu ya Dar es Salaam Africa. Hamisi Kabwe, upo live kupitia Ben TV Media. Niambie ndugu yangu Ben. Bwana safi. Ndio baba, niambie. Kwanza tujipongeze, tumefuzu. Yeah, hilo ni la kujipongeza kwa Watanzania wote wapenda soka na wapenda mpira. Kabisa, inabidi tujipongeze, tufurahie, tusherehekee. Mwaka 2025 umekuwa mafanikio makubwa sana kwa Tanzania kiukweli kwenye eneo hilo la mpira wa miguu. Hatua ya bora. Haikuwa rahisi hata kidogo. Na ndio maana tumefuzu kwenye hatua hiyo 16 bora kupitia best loser. Nafikiria tumefuzu alama mbili tu. Hiyo inaonyesha jinsi gani ambavyo kulikuwa kuna ugumu wa kuweza kufuzu kwenye hatua hiyo. Na inakuonyesha kwamba kwa alama hizo mbili, sare mechi mbili ndio zimefanya tumefuzu kwa kupata sare, hatukupata ushindi wowote. Kuna eneo tumerudia historia ya msimu uliopita, kwa maana ya mashindano yaliyopita ya AFCON yaliyofanyika Ivory Coast, tulipata alama mbili. Tulicheza na Zambia tukasare, tulicheza na DR Congo tukasare, na sasa tumecheza kwenye mashindano haya yaliyofanyika nchini Morocco, tumecheza dhidi ya Benin tukapata sare, na tulicheza dhidi ya Tunisia tumepata sare, tumefuzu kwenye hatua. Kwa hiyo historia imejirudia ya kwamba tumepata alama mbili. Leo tumepata advantage ya kwenda hatua inayofuata, maana ya best loser. Okay, sasa mtu asiyefahamu pengine ameshangaa kwamba tumepata sare ya 1-1 alafu tumepita kwa best loser. Huko mbele 16 bora tutaweza kutoboa kweli kama hapa tu shughuli yetu tuliipata? Kwanza kabisa wao tujipongeze, kwanza tumefuzu hatua 16 bora. Sasa swala la huko mbele kiukweli, kwa sababu tunaenda kukutana na vigogo, ni gumu kuweza kwamba tunaweza tukatoboa kiukweli. Kwa mwenyewe nadhani hatujapata ushindi wowote. Tumekutana na kigogo mmoja ambaye ni Tunisia. Unaona, bahati nzuri tumeweza kupata sare, lakini kigogo mwingine alikuwa ni Nigeria ambaye kwa bahati mbaya tuliweza kupoteza mchezo. So kadiri ya muda unapozidi kwenda tunakutana na vigogo, na ukishika nafasi ya tatu kama Belarus, na kukutana na kigogo ambaye anashika nafasi kwanza kwenye kila ama nafasi ya pili. Tunaweza kukutana na Morocco, tunawezekana kukutana labda tuseme na Algeria, kuna uwezekano pia kukutana na Misri. Na wewe mwenyewe nadhani unaona hapo kati ya vigogo na mmoja wapo yake inakuwa kwa mchezo. Kwa hiyo tunatafuta kukutana na hao vigogo ambao ni ngumu kuweza kusema kwamba tuna uwezo kukompiti kwenye hiyo level kutokana na ubora waliokuwa nao, kutokana na uwezo mkubwa waliokuwa nao hao watu. Lakini mimi naamini kitu kimoja. Kitu gani? Kio mengi ya kustaajabisha, ikiwemo sisi kufuzu kwenye hatua ya 16 bora. Haya ni matokeo ya kustaajabisha. Unafikiria kwa alama mbili tufuzu kwenye hatua ya 16 bora katika best loser. Ndio miongoni mwa matokeo ya kufanya nini? Ya kustaajabisha. Lakini kwa sababu hivi sasa tuko kwenye level ya kati kwa maana ya ubora, mimi na wote tunaweza kufanya chochote kile na tukaweza kupata matokeo. Kwa nini? Kwa sababu wachezaji wetu sasa hivi wanakutana na mechi nyingi za kiushindani, mechi kubwa. Ukizungumzia kwa mfano eneo la backline, leo nilikuwa naongoza na mtu kama Ibrahim Abdullah Baka, Dickson Bakari Dondo Moneto, Mohamed Balala, Zimbo Junior. Hawa ni wachezaji ambao wamecheza mashindano ya kimataifa mara kwa mara, tena kwenye ngazi mpaka finali na Federation Cup. So wanakutana na hizo mechi kubwa, mechi ambazo zina test ya aina yake. Kuja kwenye hizi tournament ni rahisi kuweza kukutana na timu kubwa na ukahandle ile pressure. Cha msingi ni kucheza kwa nidhamu kama tulivyocheza leo, lakini pili kutumia nafasi ambazo tunazipata
mwalimu. Kwa mfano kosa alilofanya leo Abdullah Baka ni kosa ambalo kwa mchezaji mkubwa upaswa kufanya kosa kama lile, kwa sababu unajua kabisa kuna VAR. Na maana nikifanya kosa kama hili tayari inaweza likatugharimu na tukapoteza mchezo. Kwa mechi kubwa kama hivyo, kwa timu kubwa huwa wanatumia advantage kama hizo ili kuweza kupata matokeo mazuri. So kwa mimi nafikiri kwenye hatua ya bora, of course hata na timu yoyote kubwa tutacheza kwa kusema kwamba tunataka kuwa na pressure yoyote, kwa sababu hatuna cha kupoteza. Tukitolewa sawa, tukitolewa sawa. Cha msingi kwenye hatua ya 16 bora, hapa nafikiri ndio malengo kubwa tulipata kuweka hapa, kwa sababu tulipofuzu kwenye umemzungumzia Baka. Hebu kidogo tupate muda wa kuweza kumsifia sasa Faisal Salum. Pengine ameonyesha namna gani hata vilabu huku Tanzania vinagombana naye kuweza kupata kwenye thamani ambacho hiki alichokifanya kwa siku ya leo. Tumzungumzie Faisal Salum na maua yake. Kaka, Faisal Salum Feitoto Abdallah ni mchezaji mkubwa, mchezaji wa daraja la juu kwenye mpira wetu wa Tanzania. Ni mchezaji ambaye amefanya hivi mara nyingi sana. Kama unakumbuka mchezo dhidi ya Guinea kule ugenini, aliwahi kufunga goli muhimu sana kama unakumbuka. Umeona tukaja tukafanikiwa kufuzu AFCON kwa goli lake yeye lile la ugenini. Na alishawahi kuwafunga pia Tunisia kwenye sare ya goli 1-1 kama unakumbuka vizuri, kufuzu AFCON. Nafikiri kwa ni mashindano yaliyopita kitu namna hiyo. Ya msimu juzi kitu namna hiyo. Umeona alifunga goli. Kwa hiyo hivi show za Faisal Salum Feitoto Abdallah ni show ambazo mimi binafsi nazitegemea, na ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kupiga hiyo mipira ya mashuti, yani mara nyingi amekuwa akipiga sana. So Faisal Salum Feitoto Abdallah daraja lake linafahamika, ni moja kati ya wachezaji bora, na ndio maana unasikia tetesa kwamba anahitajika sijui ile Casablanca, mara Simba walikuwa wanamgombania na Yanga hapa katikati. Umeona usajili wake kutoka Africans na Azam ulikuwa una vita kubwa sana. Ni mchezaji muhimu, ni mchezaji ambaye anaweza kapotea kwenye mchezo kwa dakika karibia 70 mpaka 80, lakini anaweza kukupa moments moja ya maana sana mpaka ukashangaa. Okay, sawa. Tunaendelea kufurahi kwa hiki ambacho Taifa Stars wamekifanya, lakini kuna mtu muhimu sana bwana Kabwe. Tutafanya kosa kubwa sana kama tutaweza kumzungumzia Gamondi. Gamondi ameweza kuweka kitu gani kwenye timu ya Taifa Stars? Ukiangalia makocha wote waliopita mpaka kwake yeye, na kuna baadhi ya makocha wazao akawa kama vile hawakujakubaliana na hiki ambacho pengine uchaguzi wa Gamondi. Kwenye hili kwa Gamondi kwako ni vipi kwanza? Kaka, tangu mwanzo mimi nilisema moja kati ya uamuzi sahihi walofanya TFF ni kumpa nafasi kocha Miguel Gamondi. Tukiwa kweli kabisa, Gamondi amewazidi vitu vingi sana na kocha wazao. Umeona ile tuseme hata kwenye elimu tu. Umeona Gamondi ana UEFA Pro license. Lakini kama haitoshi ni moja kati ya makocha ambao amefundisha mpira wa Afrika kwa muda mrefu. Umeona amezunguka bara hili la Afrika. Kwa hiyo ile exposure, experience kama kocha anayo ya kutosha kuliko makocha wetu. Makocha ambao wanapewa timu ya taifa ya Tanzania wakina Emeni Morocco, umeona wakina Julio, tukiwa kweli uzoefu walikuwa nao ni wa humu ndani, ni wa kawaida, lakini in terms of tactics, umeona namna ya kuweza kuishi na wachezaji, namna ya kutengeneza mazingira ya kuweza kupata matokeo, yote inawezekana wakafanikiwa na walifanikiwa kwenye mashindano ya AFCON. Lakini kadiri ya muda ulikuwa unazidi kwenda, ulikuwa ukiangalia Taifa Stars uone kama kuna ukuaji, lakini tegemea amepewa nafasi Miguel Gamondi, unaona in terms of tactics, kwa maana zile mbinu timu unaona kabisa inabadilika. Kwa mfano leo tulikuwa tunafanya kipindi Radio 1, Mchopa akaniuliza swali kuhusiana na namna gani ambavyo Mwalimu Gamondi naona anapaswa kuingia, yani kama ningekuwa mimi kocha. Nikasema kwa aina ya mchezo kama wa leo, sababu Tunisia ni timu bora, ni timu ambayo ina wachezaji wengi ambao wana quality, huwezi kupishana nao. Kusema kwamba unaweza kupishana nao kirahisi kabisa, wanaweza wakakufunga. Kwa hiyo nini ambacho tunapaswa kukifanya ni kuheshimu na kutengeneza mfumo ambao unaweza ukacombine wachezaji wengi ambao
kwanza wana mentality ya kuzuia, lakini pili wana uwezo mkubwa wa kukaba. Na ndicho ambacho alichokifanya. Aliingia na mabeki watatu, unaona Dickson Job kwenye mechi kadhaa alikuwa kaanza, akacheza na Bakari Nondo Mwamnyeto, Ibrahim Abdullah Baka. Afu akacheza na wingbacks kama Mohamed Hussein Shabalala Simbo Junior pamoja na Haji Mnob. Katikati mwa uwanja akacheza na Alphonse Mabula pamoja na Novatus Dismas. Juu Faisal Salum Fitutu Abdallah, Mone Mbwana Samata akaanza naye kama mkongwe. Alikuwa na muhitaji kwenye mechi kama hii kwa sababu ni mechi ambayo ilikuwa inahitaji matokeo. Simon Msuva, Mona juu kule akacheza kama winga pia wa kulia. Mona ilitupa kitu. Kwa unaona selection ya kikosi namna ambavyo anavyoendea mchezo kimbinu, Mona, lakini kama haitoshi uwezo wa kuweza kuwasoma wapinzani na kuweza kubadilika wakati mchezo ukiwa unaendelea. Kwangu mimi ni vitu vya kipekee ambavyo naona vimebadilika sana kwa timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, tofauti na walivyokuwa wazao. Kuna muda ulikuwa ukiangalia Taifa Stars chini ya ndugu zetu ambao kiwalikia hatuwezi kuvunjia heshima, wana taaluma kubwa, wananizidi hata mimi, heshima kwenye hilo. Mchezo ukiwa unaendelea unaona kabisa hapa kuna kitu kinatakiwa kifanyike, lakini ilikuwa ni ngumu kufanyika. Tofauti kabisa na Mwalimu Miguel Gamondi ambaye unaona kabisa kuna muda mchezo ukiwa unaendelea anajaribu switch tactics, anajaribu kubadilisha wachezaji kuendana na mahitaji ya mchezo. So kwenye eneo hilo amebadilika, na tumsifu kwa sababu pia na benchi la ufundi zuri. Yupo kocha pale mzawa pia Ahmad Ali kutoka JKT Tanzania, lakini amemchukua yule Musa Ndao ambaye anatembea naye kila sehemu. Alikuwa naye Young Africans, sasa hivi yuko naye Singida, alitaka kusaliwa naye akiwa Al Ahly Tripoli, Wydad Casablanca, amezunguka kila sehemu. Ni watu ambao nafikiri wamemsaidia kwa kiasi kikubwa sana na kutengeneza historia ya kipekee kwa taifa la Tanzania. Bwana, umechambua vizuri sana Hamisi Kabwe. Tuambie sasa kwa hapo lakini kwenye klabu hizi, kwa sababu tunafahamu kwamba kuna dirisha dogo la usajili linafuata. Leo kwenye kikosi cha Taifa Stars wachezaji takriban 5 wa Dar es Salaam Africa wameanza katika kikosi hiko. Hii inaonyesha sasa kwamba kwa kiasi kikubwa Yanga inabeba Taifa Stars kutokana na ubora na hata ushindani wa namba katika kikosi cha Yanga wenyewe. Ndio maana ukiangalia hata Mwamnyeto anaanza kwenye kikosi cha Taifa Stars, lakini kwa Yanga anakaa benchi. Hii inaonyesha dhahiri kwamba Yanga wana idadi kubwa sana wachezaji kwenye timu ya taifa. Tukianza kwanza hapo, Yanga umepatia wapi kwanza? Timu bora always inajenga kikosi bora cha timu ya taifa. Utarejea Spain ambayo ilichukua ubingwa wa mwaka 2010 wa dunia. Asilimia kubwa kutengeneza wachezaji kutoka FC Barcelona. Lakini kama itoshi pia iangalie, tuseme basi tusiende mbali kule, iangalie kwa mfano labda Afrika Kusini. Wachezaji wake wengi wanaundwa na kikosi na kikosi cha Mamelodi Sundowns. Iangalie Misri, wachezaji wake wengi wanaundwa na kikosi cha Al Ahly. Umeona? Kwa hiyo asilimia kubwa ya timu nyingi za taifa huwa zinatengenezwa na timu bora kwenye nchi husika. Na sisi kwa maana ya ngazi ya klabu hivi sasa, timu bora kwa ngazi ya klabu Tanzania ni Africans, ndio inatawala soka la Tanzania na wamekuwa na ubora kwa miaka karibia 5 hivi sasa. Kwa hiyo obviously tunategemea watatoa wachezaji wengi ambao wataingia kwenye kikosi cha kwanza cha timu ya taifa. Lakini pili ni Mwalimu Gamondi. Mwalimu Gamondi alikuwa Young Africans. Wachezaji wengi wa Young Africans alifanya nao kazi, anajuana nao, anawajua vizuri. Kwa hiyo ni rahisi kuwachagua kwa sababu wanajua nini nataka, kwa sababu alikuwa anafanya nao kazi alipokuwa Young Africans. Kwa hiyo ni rahisi kuwachukua wachezaji na kuwapa nafasi kwenye kikosi cha kwanza cha timu ya taifa kwa sababu watatimiza majukumu ambayo anayataka. Kwa hiyo mimi nafikiri kwenye eneo hilo siwezi kuweka doubt yoyote, kwa sababu tayari kila kitu kinajieleza kwamba Young Africans ni klabu bora na wachezaji ambao wanawamiliki ni wachezaji bora. Kwa mfano, unaweza kumtoa Ibrahim Baka kwenye kikosi cha kwanza, unaweza kumtoa mtu kama Dickson Job. Umeona? Una uwezo wa kumtoa mtu kama Mohamed Hussein Shabalala Simbo Junior. Una uwezo wa kuwatoa baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa wakianza kwenye eneo lile la ulinzi, kwa sababu uti wa mgongo wa kikosi cha Young Africans upo kwenye ulinzi. Dickson Job, Bakari Mwamnyeto, Ibrahim Baka ndio uti wa mgongo. Kaongezeka Shabalala ambaye alitoka Simba, na yeye pia
alikuwa ni uti wa mgongo wa timu ya taifa. Shabalala usisahau hilo. Kaenda Young Africans. Kwa hiyo lazima lile eneo litengenezwe na wachezaji bora. Lakini kwenye eneo la goalkeeping mara nyingi hapa ndo kidogo kumekuwa kuna mabadiliko. Kwa hiyo kwangu mimi naamini kabisa timu bora utoa wachezaji bora, lakini mwalimu Gamondi kwa sababu alishafanya kazi nao kwa kiasi kikubwa, kuna uwezekano mkubwa akaamua kuwaselect wao zaidi kwa sababu watamuelewa kwa haraka na itakuwa rahisi kutimiza majukumu anayotaka. Sawa, tukienda kwenye katakata bwana, nimeona clip yako moja kwenye Instagram bwana, ulifanya interview moja na media moja ya online, ukabashiri kile ambacho kinasemekana kuna baadhi ya wachezaji wa Yanga basi wanakatwa, kina Dumbia kuwe wakina Conte. Yeah, na yule forward nani anaitwa? Boel. Hao ni baadhi inasemekana kwa manakato. Hebu tuzungumzie hapa kwanza kwenye hizo sajili ambazo umezipata wewe, tetesi za kukatwa kwa wachezaji. Wameshindwa kukidhi mahitaji ya sehemu za Yanga ambao wanahitaji katika kushiriki michuano tofauti katika ngazi ya klabu. Kama kuna eneo ambalo Young Africans watastruggle sana na wataangaika sana ni eneo la wachezaji. Kwa nini? Sababu ya daraja ambalo wameliseti. Hiyo hali inawasumbua mpaka hivi sasa Simba, kama umegundua. Baada ya ile standards walioiseti ya miaka 4, kinarushi Jose Mixon kila chama luxury ile, mpaka sikukuta wanasumbuka kuifikia ile standard, bado hawajaifikia. Hata Yanga kuna eneo pia, kwa sababu sisi usajili wetu ni kuungaunga, scouting zetu ni za kuungaunga, tunajua zile kutegemea mawakala zaidi. Kuna eneo watastruggle zaidi kufika kwenye ile standard ambayo walitengeneza kwa miaka hii 4 iliyopita, na ndio maana unaona wanadandadanda kutafuta wachezaji tofauti. Ukiangalia wachezaji ambao Young Africans wanahusishwa kuwakata, na mimi nilisema wakatwe, ni kwa sababu mimi siamini kama wamefikia kile kiwango ambacho Young Africans walikipiti kule tangu mwanzo wakati wanasajiliwa na mpaka hivi sasa wanapoendelea. Kaka, mpaka leo Yanga ninavyokuambia hawajawahi kuziba lile gap la Fiston Kalala Mayele kama mshambuliaji wa mwisho. Mpaka leo ninavyokuambia ameondoka Aziz Ki, bado hawajapata mrithi sahihi wa Aziz Ki. Walifanikiwa alipoondoka Faisal Salum Feitoto Abdallah, lakini wakamleta Aziz Ki, lakini sasa kuondoka Aziz Ki wana struggle kuziba nafasi kwenye eneo hilo. Lakini kama haitoshi pia anaondoka mtu kama Khalid Aucho ambaye alikuwa ni roho ya timu kwenye eneo hilo. Imekuwa ni ngumu kuweza kupata replacement yake, ni ngumu, na ndio maana unaona mtu kama Musa Balakonte amekuja anaonekana kupwaya. Lakini kwenye eneo la Aziz Ki amekuja mtu kama Dumbia, bado hajafikiri ile potential na uwezo aliokuwa nao Aziz Ki, kwa sababu Aziz Ki alikuwa tu akopi performance uwanjani, sijui eti ni mpiga pasi mzuri. Mimi nishangaa sana watu wanasifiana eti pasi ndio AI, mtu anamsifia kwa pasi ambazo hata mimi naweza nikapiga. Kaka, pasi ambazo hata wewe ni unaweza ukapiga. Na mimi nilikuwa mzuri sana, midfielder mzuri sana shuleni bwana. Kaka, tena mimi nakwambieje, wewe mwenyewe kwenye eneo la pasi ukijifundisha mara mbili matatu unaweza kupiga pasi. Ndio kitu ambacho eti Dumbi alikuwa anamsifia. Nikamwambia no, sababu kama Yanga ambayo imeset standards kubwa, huwezi kumsifia mchezaji kwa pasi. Alipokuwepo Aziz Ki alikuwa anafunga na anatoa assist. Numbers zake zilikuwa zinajieleza. Kwa Dumbi inabidi aende akafiki pale ama azidi pale alipo. Mimi kadiri muda nilivyokuwa nazidi kumwangalia kaona huyu mtu hawezi kufika hapo. Inabidi Young Africans waende wakatafute hiyo replacement yake. Haya, kwenye role mshambuliaji wakamleta Andy Boboel. Sasa nikiangalia Young Africans hapa katikati kelele ilikuwa nyingi sana Prince Dube. Watu wanapiga kelele Dube, lakini hapa aliingia kutafuta mshambuliaji nani? Boy. Kwa nini Boy aje take over hii nafasi ambayo Dube anapigiwa makelele kutuliza hii pressure? Nikaona kabisa uwezo wa Andy Boboel ni mdogo kuweza kuja kuchukua nafasi ya Prince Dube. Inaonekana Prince Dube ni bora kuliko Andy Boboel. Sasa fikiria kama Prince Dube ni bora lakini bado anasemwa. Vipi kuhusiana na Boel ambaye ametolewa kwa mkopo kutoka Sekukune? Nikaona kabisa hapa Yanga Young Africans kuna eneo wanafanya ujanja. Kama wanataka kweli kuwa serious, waingie sokoni wakatafute mshambuliaji wa maana, mshambuliaji bora ambaye atampa challenge kweli Prince Dube, na sio ujanja. Kwa nikaona kabisa huyu mtu inabidi akatwe. Na ndio maana nikasema akatwe aende akatafute mshambuliaji mwingine. Madumbi akasema akatwe, afai kucheza club kama Young Africans ambayo tayari set standards kubwa. Lakini kwa mtu kama Balakonte alisajiliwa kwa mbwembwe,
pressure ilikuwa ni kubwa, tukasema huyu mtu anaweza kaja akavaa hayo majukumu, na tulimuona wakati yuko Sparks. Lakini cha kushangaza amekuja, sijui kwa sababu ya mazingira au labda perform vizuri kwenye uwanja wa mazoezi, hapati nafasi. Anayecheza ni Duke Abuya ambaye alikuwepo hapo kwa muda mrefu kaka. Nikaona okay, kama Duke Abuya ndo anapata nafasi ya kucheza, sasa kuna haja gani ya kuwa na mtu kama Conte ambaye sajiliwa kwa fedha nyingi? Ukimsajili mchezaji kwa fedha nyingi, na maana huyo mchezaji anapaswa kuja kutake over na kuingia na kwenye coach ya kwanza, ila asipofanya vizuri watu tamsema. Kwa hata Conte nikaona kabisa hakuna msaada wote, huyu mtu ambaye anapaswa kufanya nini? Kukata. Kwa kifupi, sikufichi Ben, usajili wa African msimu huu na kadri unavyozidi kufanya usajili hapa katikati umekuwa ukifeli kutokana na standards ambazo walizitengeneza wenyewe. Kwa hiyo unaonekana usajili wao ni ujanja, na ndio maana nikasema hawa wachezaji wote ambao wanasajili hapa katikati kama hawajafikia vile viwango vya wale wachezaji waliopita, na bado uti wa mgongo unabaki kwa Diarra, Ibrahim Baka, Dickson Jobu, Duke Abuya, Pacome Zouzoua na Max Nzengeli, kwa sababu ni Afrika ukiangalia wachezaji ni